kitabu cha Matendo ya Mitume sura 2 mstari wake wa 37 hadi 39. Biblia inasema, walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mupate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Amina. Matendo ya Mitume sura 1 mstari wa 8. Neno la Mungu linasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Amen. Tunasoma kitabu cha Yohana 14:26. Neno la Mungu linasema hivi, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Amen. Tunasoma Mambo ya Nyakati wa kwanza sura 28 mstari wa 9. Nawe Sulemani mwanangu, mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu na kwa nia ya kumkubali, kwa kuwa Bwana tafuta mioyo yote na kuyatambua mawazo yote ya fikira. Ukimtafuta ataonekana nawe, ukimwacha atakutupa milele. Amen. Kwa mwisho, Matendo ya Mitume 19 mstari wa 2. Neno la Mungu linasema, akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakamjibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Amen. Haleluya. Kichwa neno yetu, acha Roho Mtakatifu aongoze kanisa. Haleluya. Acha Roho Mtakatifu aongoze kanisa. Yesu, muda wa kazi umemalizika. Yesu anaenda moja kwa moja kwa msalaba. Anafika kwa msalaba, Yesu anashinda. Yesu anaenda chini, anafufua kufufua, kutosha watu mahali walikuwa watakatifu, kuwabeba mahali watangojea ufufuko wa mwisho. Yesu anapitia na kuona mitume, anawaambia, musitoke Yerusalemu. Haleluya. Mpaka mtakapojazwa na Roho Mtakatifu. Na mimi nakwambia, usitoke leo mpaka utakapojazwa na Roho. Haleluya. Musitoke Yerusalemu mpaka mtakapojazwa na Roho. Yesu aliona hakuna Ukristo bila ujazo wa Roho Mtakatifu. Hakuna Ukristo bila ujazo wa Roho Mtakatifu. Mnajua ya kwamba Yesu alichagua mitume wake, walitoka Nazareti. Ukisoma maandiko inasema hivi, Nazareti kunaweza toka kitu chema? Maana ni watu waliozarauliwa, walionekana bavilajua. Njoo mnasema batu ya kutoka kumapori, njoo bali toka Nazareti. Lakini Yesu alikuwa anababeba ku capital Yerusalemu. Bwana akubebe mahali pazuri leo. Asante Yesu. Naye Yesu akamwambia msitoke. Yesu alijua bila ujazo wa Roho Mtakatifu kazi ambayo anawaachia hawataiweza. Alijua ile ni kazi ngumu, hawawezi kuiweza. Tena ni watu wanatoka kuvijiji, inabidi wapate nguvu
na ile nguvu watakaoipata njoo itatuma iwapandishe juu hawa watu wote wa mji mkuu, kapitali Yerusalemu, na wengine wote watakuwa chini yao. Yesu alijua ile, na sasa walikaa wakingojea, walitii, na Roho Mtakatifu akashuka kwao. Mnajua habari ya Petro. Petro ndiye yule ambaye alikaa na Yesu. Mwanamke anamkazia macho, anasema wewe ulikuwa naye. Wewe ulikuwa naye. Alikaa na Yesu, na sio mara moja. Na kwa mwisho anamwambia hata kusema kwako kunaonesha ya kwamba ulikuwa nao, wewe ni mwanafunzi wake. Analapa. Yule aliyekuwa analapa wakati hayabatizwa na Roho Mtakatifu, yule ndo anashimama wa kwanza, anakokota kundi yote, anaanza kutetea Kristo mbele ya wakubwa wote wa Yerusalemu. Nataka nikwambie, ile wakati Yerusalemu kulikuwa mashule makuu kama vile universite leo, ambayo unajua Paulo yuko anajivuna akisema nilisoma chini ya uongozi wa Gamaliel. Maana kulikuwa unafundishwa Mungu mpaka unamubiola. Haleluya. Unameza kisha unabiola Mungu. Unatoka banasema huyo anaenea. Paulo alikuwa mmoja ambaye anaenea. Sasa mbele ya wale walimu, mbele ya wale wakubwa, makuhani, Mafarisayo, Masadukayo, mbele ya wale manabii wengine walikuwa ile tre na shimama mbele yao. Haleluya. Ile tre naitwa nani? Jina yake Petro. Lakini haiko tena yeye Petro, ni Roho Mtakatifu ndio iko nasema ndani yake. Petro alianza sema, bale bote bajuzi ba elimu ya dunia hii walikuwa wanasikiliza, na Petro iko nasema bila boga na haya, kila neno na nafasi yake, kila neno na nafasi yake. Ukijazwa na Roho atasaisha mwenendo wako, atakupatia lugha inayofaa, atakutia mahali utashangaa. Watu watakao sikiliza unasema, batasema alisomeaka wapi? Huyu alisomeaka wapi? Juu elimu ya leo, nataka nikwambie, leo katika ulimwengu diploma ya Afrika wapi? Haina kitu. Katika ulimwengu mkuu ulisoma wapi? Nilisoma Amerika. Ulisoma wapi? Nilisoma ku Sorbonne, Paris. Ulisoma wapi? Mie nilisoma Uingereza. Na wewe ulikasoma wapi? Mie nilienda pata cheti ya mwisho Japan, universite kubwa ya Japan. Na wewe ulikaenda, mimi natoka China, na maliza universite China, na niko na shahada hapa, niko docteur electronicien. Batu bote banatetemeka. Uko na elimu kubwa na hauwezi kuivunja. Ni elimu ya duniani. Yesu alijua ile yote. Yesu akageuka akasema ya kuvunja mabega ya hapa babwana ni Roho Mtakatifu. Haleluya. Roho aliposhuka ndani ya Petro, bale wanaume wote biko pale, bote biko wanasikiliza. Sa Petro anamaliza, anafika mwisho, Biblia inasema wote wakavunjika moyo, wakasema ndugu yetu, tufanye nasie nini tupate kupona? Ningalipenda mama, ningalipenda kijana uko hapa, baba uko hapa, mtu akuje mbele yako akwambie hivi unaikalaka, nasie tufanye aye tukue kama weye. Watu tu wakuangalie, bana kuangalia tu, wewe usemake, lakini matendo yako wanaifuataka. Na mwisho bakuulize, hivi wewe unaikalaka? Bwana, utuambie na sie tukue kama wewe Bwana. Hivyo
Petro akajibia, tubuni dhambi zenu, tubuni dhambi zenu mkabatizwe. Petro anamwambia bale bakubwa mbele alibaogopa. Alipojazwa na Roho, boga ilisha. Boga ilisha. Nataka nikwambie, katika Israeli si kila mtu angalihubiri, si kila mtu angaliingia hekaluni na kufanya kazi ya Mungu. Mungu alikuwa tayari amepanga. Alipanga Walawi. Mpale Balawi njoo Mungu bakuani, ambao wao njoo watahusika na mambo yote ya kanisa. Mambo yote ya kanisa, mambo yote ya dini. Hakuna mwingine mpaka Walawi. Lakini Mungu huyu, ukisoma kitabu ya Agano la Kale, utakuta kuko mtu mmoja ambaye alionyesha sura ya yale yatakayotokea kwa Agano Jipya. Ule mtu haitwa mwingine. Ule mtu anaitwa Samuel. Samuel hakukuwa Mlawi, alikuwa Mwefraimu. Huyu kwa katika wale watoto wa Yusufu ambaye alizala huko Misri, jamaa ile moja ya Efraimu, njoo mule Samuel alitoka. Sasa huyu Samuel, wakati mama yake anamtoa sadaka, yeye tu njoo kwa Agano la Kale banaenda kumweka katikati ya sanduku la agano na chandelier. Hapa kulikuwa moto ambayo ile tala yenyewe haiwezi zimika. Samuel hakukuwa kama mtu. Samueli alikuwa sadaka, na sadaka banajua kuichunga. Samueli bakamweka katikati, sanduku la hekalu, sanduku la agano liko hapa, na hapa kuko ile tala ya kuwasha mwekalu. Kale kabwana kio pale katikati. Pale ile fasi alikuwa na ikala Samueli, banaita patakatifu pa patakatifu. Sasa yeye hangistahili kuikala pale, paske yeye haiko Mlawi. Lakini Mungu akipendezwa na wewe, Mungu akipendezwa na wewe, Mungu akipendezwa na wewe, Mungu akipendezwa nasi, atatunyanganyia benye abiko vyetu. Haleluya. Mungu akipendezwa nasi, atatupatia ile ambayo haikukuwa yetu. Twende kwa Agano Jipya. Yesu alipomwanga Roho Mtakatifu huyu Petro kuanza kuhubiri watu, druagan eske ko Mlawi? Lakini Balawi bote balikuwa pale. Wakati iko na ubiri, alifanya resume ya Agano la Kale, anakamata resume ya Agano Jipya pamoja na Yesu, anabamwangia nayo bote. Hata Walawi wakalalamika, tufanye nini tupate kupona? Haleluya, haleluya. Kanisa tunachoka na maandiko ya bure. Hapa ni kanisa la Kipentekoste. Unaingia ndani, hauone Kipentekoste, unakuta ni dini lingine tofauti na Kipentekoste. Wanaoliongoza hawaliongoza katika roho, wanaliongoza katika mwili. Acha nikwambie mpendwa wangu, wakati Yesu alimwaga Roho Mtakatifu, wakati Roho Mtakatifu alifika, kila mmoja alipata karama yake. Maana wakati ulimeza Roho, kila mtu kinywa ilikuwa wazi. Haleluya. Mambo ikabadilika mbele kwa kuabudu Mungu. Waisraeli wote wa ulimwengu walienda Yerusalemu, na balipasha ida pale kila wakati. Njoo pale banaabudu kwenye kuko sanduku la agano, na kwa ile hekalu ambayo Bwana Samuel alikuwa analala katikati, sanduku la agano na hapa chandelier yani tala. Bakiingia mule,
njo balikuwa banaamini kama banaabudu Mungu. Wakati Roho Mtakatifu anashuka, Yesu akapindua mambo. Anasema sikukuja kuharibisha, lakini nilikuja kukumalisha. Pahali ya kuyaka hapa kila siku, kila mtu afungue kinywa, ameze wake Mungu. Meza wako Mungu, meza wako Mungu. Kimbia naye, kimbia naye. Meza wako Mungu, anza naye mbio. Karama zikashuka ndani ya watu. Banaume bote, bamama bote, habari ya kufungia bamama njia kama hawezi ingia patakatifu, Yesu akaipiga kipasi kwa jina la kila mmoja akajaa. Sasa kila mmoja bakaanza kumchagua kwa huduma kufuatana na karama yake. Mitume wanaingia, biko wanaomba. Mungu anasema nitengeeni Barnaba na Paulo kwa kazi niliwaitia. Leo kanisa nawaambia vijana, usitamani kazi ya Mungu wakati hauna karama. Utahangaika. Tutakutia mkategori ya washitaki wa Paulo. Wakati Paulo anaenda kuhubiri kule kwa mataifa, kulikuwa wengine wa Israeli bakamsikilia wivu na miujiza yenyewe inafanyika. Kazi yao ikakuwa kwenda kumstaki. Na wewe ukiwa hauna Roho Mtakatifu, kazi yako ni kusema sema, kazi yako ni kustaki vitu vyenye havina maana. Jazaro, jazaro. Kila mmoja akawa na roho yake. Narudia mpendwa, nataka nikwambie, usitamani kazi ya kanisa, usitamani uchungaji, upasteri, uimbaji, uinjilisti, ushemasi na hauna roho, hauna ile karama. Hapana. Kupata bugali, murisikie wa pastor, murisikie wa Kristo, kuko njia yote mu maisha yako unaweza pata bugali ya kula. Inajaa, njia ni nyingi. Nyie mgali vijana, mwende kwa shule, soma shule, kuja utapata kazi. Lakini kuingia kanisani, uhakikishe siwezi kubakia hapa bila yangu karama. Nitakuwa mshtaki wa wenye haki. Nitakuwa mshtaki wa wenye haki. Hakikisha. Paulo, kwa kuwa alichaguliwa na Mungu, kwa kuwa ni Mungu alimchagua, sikia yaliyofanyika. Paulo anaenda, kitabu karibu yote ya Matendo ya Mitume, habari za Paulo, moto inawaka. Moto inafanya nini? Inawaka. Ni Paulo iko naenda, anaandika vitabu. Kitabu ya Warumi ni Paulo, moto inawaka. Wa Korinto, Paulo, moto inawaka. Wa Tesaloniki, Paulo, moto inawaka. Wa Galatia, Paulo anakia kufikia, anasema sitamaliza bure, nikuwe na wengine wenyewe wananifanana. Anakia kutanana na Timotheo, anakia kutanana na Tito. Haleluya. Mpendwa wangu, nataka nikwambie neno moja. Leo watu wengi wanaingia makanisa kwa habari ya bugali. Habari ya bugali. Koma kwa jina la, utahangaika. Hamuna kitu. Neno moja nataka nikwambie, Paulo Mungu anamjaza. Mungu akamwambia, alikuwa na kazi ya mikono. Mjwele banakwambia kusuka hema. Alikuwa anatumika na iko na ubiri. Anatumika na iko na ubiri. Kanisa, injili yake ikawa na buzito. Maana
mnyumba mwenyewe aliingia, Paulo anaanza lisha ile nyumba. Sasa utaitika aende? Yendo anaingiza 25 ya bonga. Na nakuuliza, mama sai pale kwa barabara kuko getre. Baba yatoka. Mama kamata uze utakula magharibi. Utaitika aende? Kanisa lirudie kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Leo tunapata haya. Kanisa zinaitwa za Kipentekoste, lakini unaingia hapo baridi. Baridi ni mipangilio ya kibinadamu. Sasa kuchagua watumishi, utashangaa. Huyu naye si kule kwabo, hakuna wakwabo mwenye iko mwa baraza. Aibu. Wako wapi? Mimi niko Mwenga. Wako Mwenga. Wewe huko mwa baraza. Mtafute umwe naye juu tuenee. Hakuna roho. Tuenee. Bwana. Bakabila ine banakuwa huko. Kuko mwingine wakaziba naye tumtie hapa. Wanatafuta wewe kazi ukiona ikala hapa. Naye ikala pale. Ulimchagua kunini? Ndio sura ya kanisa leo. Mwisho ya ile makelele, vita na fuyo. Mnichagua mtu hajue hana kitu. Nauliza wa mama, eske bure inapaniwaka? Sindo bana sema kabusha burahanwa. Utapana kinyauna. Fuyo ya makanisa. Roho Mtakatifu haiko. Makelele kila siku. Makelele. Lakini Paulo aba mitume abakuwa wanajua Paulo. Hapana. Alikuwa angalia anaokoka. Akafichama kule Dameski. Kisha akaenda kwao. Ndo kisha anakuja anarudia pole. Ba mitume biko wanaomba. Mungu anashuhudia. Nitengeeni Barnaba na Paulo. Mnajua juu ya nini? Mungu alianza na Barnaba bali ya kuanza na Paulo. Alianza na Barnaba kwa kuwa Barnaba ndo mitume walikuwa wanajua. Sasa ndo anamchomeka hako na Paulo. Hakuna ubishi. Bali jua Barnaba. Barnaba naye akashuhudia Paulo. Gisi mnanijua. Hii bombe niko nayo huko nyuma yangu. Bombe hii. Alikutanana na Yesu macho. Huyu akaenda kuwingu ya ngapi? Nyie bote amuyaenda kako. Haleluya. Mnachoka. Roho aongoze kanisa. Tunakatala kanisa za Kipentekoste za maandishi. Église Pentecote de Bukavu. Unaingiamo. Ni ajabu. Ni kitu kingine ya ukabila. Ni kitu kingine kia baba na mtoto. Hapana. Nyinyi mtakao bakia katika maisha, sisi tutakapoenda mbingu, nyie mnabakia nyuma. Mtu mmoja asiingize mtu mkanisa ambaye haenei na ana yake karama. Juu inawezekana ni ndugu wa Masilia, naye Masilia ni kuwaka mchungaji hapa. Situmike hapa mchungaji juu ya jamaa. Natumika mchungaji juu ya roho yangu kwenda mbingu. Jina la Bwana lipewe sifa. Jina la Bwana lipewe sifa. Kila mmoja kwa habari ya mbingu hatuendake kikundi. Kwa habari ya mbingu mtu kwa mtu. Mtu kwa mtu. Mtu kwa mtu.
Mtu kwa mtu. Hakuna bibi, hakuna watoto. Mtu kwa mtu. Ukiwa ndugu yangu, ukiwa mtoto yangu, kaza, tafuta yako karama. Watu watakapoiona watasema anafanana yule. Sasa bakuweke juu unafanana ule. Hapana juu alikuzaa. Ikome kwa jina la. Ikome tena kwa jina la. Kanisa tutafanya nguvu kuikokota mumikono ya ulimwengu. Tuirudishie Roho Mtakatifu. Atupangie programu. Atupatie watu wanaofaa. Atupatie mashujaa watakao shimama wakieleza injili. Diploma ya universite isiwatishi. Haleluya. Kazi ya kwanza ya Roho Mtakatifu, anatosha woga mwa wale watu walio wake. Unaona mtu anakuwa shujaa. Anakuwa shujaa. Mtu mmoja mgonjwa, banileta daktari na mama mmoja kumbe alijua Kristo, anasema ngoja niite muombaji kwetu. Naye akuya sukume hapa Mkristo. Akuya muombe. Daktari ngoja kwanza. Wewe kama hauna Roho Mtakatifu, bana kwambia daktari anakuya. Kusikia tu daktari unatetemeka. Naye anakuya na mabiti yote mshingo. Na anavala nguo ya mweupe. Na anakuya sama malkia. Na wewe unaanza kuogopa, sasa basi mimi nitafanya yangu nini na maombi? Huyu mdo apime je kuna biote. Nakwambia Roho Mtakatifu alikuja kuonesha ya kwamba hatuwezi tegemea ile mashindano. Shindano ni shindano, ni msaada wa muda, lakini msaada wetu wa milele ni yeye Roho Mtakatifu ambaye aliachua kanisa, ambaye ana uwezo juu ya kanisa. Haleluya. 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 Roho Mtakatifu. Vipawa vikaanza kazi. Vipawa. Wakati sasa Roho Mtakatifu anaingia watu, vipawa vinaanza kazi. Wanawafukuza Yerusalemu. Walipowafukuza Yerusalemu, kila mmoja jua alimeza wake Mungu. Bakaendelea kuhubiri. Bakaendelea kuhubiri. Biko wanahubiri injili. Huyu Stefano balikuwa banamkamata. Unajua mitume walitumika mzuri. Wakati fujo ilikuwa kumafiga juu ya kupakula kugabula chakula, banasema mtafute watu 7 waliojazwa na Roho. Mpendwa, wewe ujiulize, kama banasema Roho Mtakatifu kwa kugabula chakula, maana mwenye alijazwa Roho Mtakatifu, mkipata wenu mmoja mjamaa yenu anatosha. Haleluya. Anatosha. Batajua ile jamaa yote kuchina ya mtu huyu. Jina ya mtu hii alijazwa na Roho Mtakatifu. Hapana ogopa. Hata daktari anakuya, mwambie monsieur attendez d'abord, moi je vais prier mon Dieu. Toi tu feras ton travail après. Attends un peu monsieur. Moi je commence. Toi tu vas venir après moi. Et je suis sûr que toi tu vas faire ce que tu vas faire, mais moi je vais appeler mon Dieu. Nitaita Mungu wangu. Haleluya. Na si mshangao wale watu walitembea kwa ile imani. Kisha kuomba. Mwenye kukuwa na lomba chakula, nipatie mai. Na ile mkacha iko pale. Mnipatie hayo. Tunataka kupima. Sasa mtanipima kesho. Mimi nasikia bien. Daktari haenda na haya. Haenda na haya. Nyie juu ya ugumu wa mioyo. Juu ya ugumu wa mioyo. Tunakosa Roho Mtakatifu kuingia ndani. Roho Mtakatifu akifika ndani, anatia watu wenyewe wanafanana mbingu. Watu wenyewe wanafanana mbingu. Ni wale wanajazwa na Roho Mtakatifu. Habana kabila. Hawana lolote lile. Bashenzi. Batu ya Nazareth.
bali baita bashenzi batu ya village bali, lakini balikuya na Bwana wa mabwana nabo mkaikala nyuma ya Yesu. Mnasema huku kwa Yerusalemu hatukujui. Mnatoa watu ya vijiji sana na kuya huku. Usishangae mtu wa vijiji sana kuya mji mkubwa anaangalia kisi watu wanavaa. Nani sasa niona fulani anavaa na mimi unipatie ile. Niona fulani na mimi unipatie ile. Unipatie ile. Lakini Yesu hakumwambia vile. Anambia mtapokea. Mtapokea nguvu itakao kuja kwa Roho Mtakatifu. Mtapokea. Bana chunga. Aba villageois haba kutokaka nje. Bali kwa wanaogopa tukienda kule tutapigwa. Bakajifungia mnyumba. Kumbe mbingu zikapana address. Haleluya. Mbingu ipane address ya kwako. Mbingu ipane address ya kwako. Mbingu ipane address ya kwako. Roho Mtakatifu akabakuta mchumba. Biblia inasema chumba cha juu. Bali kwa yulu basionekane na mtu. Roho Mtakatifu anashuka. Sali shuka kwao. Banasema ingine kitu gani tena? Bunachomoka bunaume. Bunaenda kuplace public. Kwenye batu wanajaa. Wewe uko unasema unaombaka. Unasema unapataka unabii. Tangia tulianza, nani alikwambia usiseme unabii? Nani alikwambia usishimame na kusema ile Bwana anasema na we? Nani alikwambia? Hauyakuwa na unabii, siku utakuwa nayo hautasikia boga. Hayakuwa kwenye villageois. Haogope dokter. Anamfundisha, anakuresume. Anafanya resume mara moja ya neno la Mungu tangia Abraham, tangia uumbaji mpaka Yesu. Anamaliza. Batu banakosa ulizo. Banasema tu tufanye nini ndugu yangu? Tubu mkabatizwe kwa jina la Yesu Kristo. Ule Yesu mwenyewe mlikataa, njoo maana mimi nafanya hivi. Ule mwenyewe mlikataa. Nataka nikwambie neno moja. Neno nayo ni hii. Leo tafuta na wewe ujazwe na wako Roho. Karama tunazipata tukisajazwa na Roho. Bana tukabuliaka karama. Bana kabula karama. Bana kabula. Nakumbuka neno moja na kuku wajuzi. Wale wajuzi wengi hawakuja huku kwetu, lakini tunazani Mungu atasaidia na hii generation ya vijana. Juu kunabakia muujiza mmoja kubwa enye Yesu alisema itafanyika, mpaka leo yafanyika. Mutaongoa bilima. Mutasema kilima toka hapa uende benye bataifanya. Ni nyinyi vijana ambayo mko hapa. Nyinyi mutaihamisha. Nyinyi mutaihamisha. Mutaihamisha kwa jina la kwa jina la miujiza. Inatamani wale watu waliopata, kila mtu anapata yake. Kila mtu anapata yake. Tulisimama fasi moja tukaanza ubiri injili. Bali kwa tupatia kila mtu minute 10. Tulikuwa kama batatu. Na mwa ile kanisa mlikuwa nabii mmoja. Amna bengine ni ba mitume. Ni ba ile kanisa banajaa na Roho. Tulipomaliza kinabii kimwa kinashimama. Kimtume kwa ile kanisa. Kinasema tunashukuru Mungu. Karama zenu Mungu alipenda kutuonesha hazo leo. Huyu baba ni mwinjilisti. Na huyu ni mwalimu. Na huyu ungali fanatike lakini ujikaze. Wazi mkanisa, basi au kuambia vile mkanisa. Ulisaka onda ile. Tulikuwa kumuchi mwezi
vile moja ya Sweden. Njoo ile. Bana tupanga vile. Mwenzetu tunamwangalia. Ungali fanatiki? Hakuna wa kusema. Kama kitu ni kweli, watu wanafungaka kinywa. Natamani tujazwe na Roho. Kila mtu na yake karama. Karama zitumike. Hapa Mungu anapigania makarama na mimi ndaimbisha. Hapana. Unaweza kuwa mwimbaji. Wewe unaimbaka njoo mkikundi. Tukikutia peke yako mwetrua. Wewe hauna hata zero, tunatea mwetrua. Tutakukataka hiyo siku nyingine. Jina la Bwana lipewe sifa. Mpendwa, hapana wewe mtumishi, hapana kamata huduma ambao walikupatia mkanisa sawa daraja. Mbele ndakuwa shemasi, kisha ndakuwa mwinjilisti, kisha ndakuwa mzee wa kanisa, kisha nitakuwa reverend pastor. Ni karama yako, ni karama ulipata au ni kutafuta bugali? Leo politiki ilijua ya kwamba kanisa mnakuwa watu wengi. Muko watu wengi. Anaweza kujikamatia watu mule, aikale mule juu ya maintention yake politiki. Lakini siye Mkristo, hakuokoka, hana kitu. Na wale watu wanapoteza mara kwa mara, wanafichika udhaifu yao na makali mwenye habuna maana. Ukipenda kanisa, tafuta karama. Ukipenda huduma ya kanisa, tafuta karama. Hapana bugali. Iko hatari. Mpendwa, mtu mmoja akatuambia Mungu peke yake ndo tu hana wajukuu. Mnaona wajukuu? Batate. Hana. Kila mmoja ni mwana peke yake. Huyu anazala mtoto yake, huyu anazala mtoto yake. Ye kila siku anabaki baba. Lakini leo Mungu anashangaa. Anakuta kanisani mnajaa bajukuu. Hamuna wana. Bajukuu si watu ya michezo. Kucheza na tate yake. Hapa hapana. Hakuna nafasi ya michezo hapa. Hapa ni nafasi ya wamama, ya wababa, ya vijana wa kike, vijana wa kiume waliojazwa na Roho. Kila mtu na yake karama. Mimi hawanijuake. Hawanijue. Hawawezi nipa kitu. Vijana na nyie wa mama mnaleta haya ya kanisa nje. Hawajue mtoto yangu haikuwa kabila yao atapata nini. Nataka nikwambie, tia kabila pembeni, tafuta ujazo. Tafuta ujazo, batakutafuta kwenu. Haleluya. Haleluya. Nyie vijana ambao mko wainjilisti, na sie tunasikia tuko kanisani, ulikuwa na mkutano yako hapa nje. Mara ngapi nawaambia mfanye mikutano hapa nje? Haiko. Kila mtu anapenda hapa. Sio Biblia. Biblia inasema hapa ni nafasi ya wazee. Kazi yao kushauri na kufundisha. Kukuchagua mchungaji. Batajua kama ulijazwa na Roho. Batajua hakika kama unaweza kuhubiri. Kama unaweza kushauri kanisa. Unabakia pale. Ile unasikia uinjilisti ni kipawa kikuu. Kipawa kikuu. Juu yeye njoo anaenda kufrom. Nikitaka kukwambia mwinjilisti anashinda mchungaji. Juu mchungaji yeye anakamata nyama yenye mwinjilisti alisaua. Baba uchinje ukule. Yeye ndo anaikala kufrom. Yeye
iko napata mishale ya wapagani, mishale ya wapagani, lakini ingawa hivyo anajazwa na Roho. Sawa Stefano. Stefano alipojazwa na Roho, anaanza sema mbele ya watu. Stefano yuko nasema, banasikia wivu, elimu yenye kupita mipaka, wivu, bana mkokota, banaanza, banampiga mawe, lakini mbingu ikasema. Stefano anasema, Baba wasamehe, maana wangalijua kenye banafanya, hawangalifanya hivi. Mpendwa wangu, nataka nikwambie, hapana bakiaka mkanisa kusema mie niko na kale bakushemasi siku mwanda kuwa pastor. Hapana. Haleluya. 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 Jina la Bwana lipewe sifa. Jina la Bwana lipewe sifa. Neno moja, unaweza kuwa shemasi, kipawa ya uinjilisti ndiko ndani yako, baada kukuta uko na ubiri. Kwa Matendo ya Mitume ni nani ule? Si ni Filipo? Alichaguliwa naye mwele kikundi, lakini pamoja na hiyo iko na ubiri injili. Kijana, ubiri injili. Tafuta yako kipawa. Usipoteze muda kanisani. Usipoteze. Unapenda upasteri juu ya nini? Huyu mwenye kuna ngoya avale mpaka banampatia. Amusikie ni aibu ile. Mbele uvale, baada kuletea koti. Baba nilikuletea hii koti. Oh. Sio maisha. Nye mgali vijana, Mungu akutie, atakupa kipawa. Akikutia, atakupa kipawa. Na atakupa roho ya kuvumilia. Na we kila siku utapanda juu. Na maisha yako ya taabu hautaiangalia. Utaangalia nini? Msalaba. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Mama, wanasema bana kudharau. Mama, kwanza upate kipawa. Kipawa ya unabii. Mama anakuwa prophetess. Kuko wanawake wengi manabii wa kweli, hapana mchezo. Tulikuwa na Mariamu. Unafika unaogopa. Aliyetubeba kwa Mariamu mara ya kwanza ni mchungaji marehemu Yoeli Byalungwa. Mie na mke wangu na mama Christine, tunaikala, mulikuwa boga, nikanyumba kadogo, mekale kanyumba kadogo, buko boga. Maana Mungu alikuwa iko ndani. Mungu akwe mwako. Mungu akwe mwako. Mungu akwe maisha yako. Pepo hazitapita. Pepo zitaogopa. Kwa jina la tunaikala hivi, anakuambia maisha yako yote. Na anakuita kwa jina yako, na ya kuonaka wewe hujue unatoka wapi, hajue nani, anasema jina yako na anasema mambo yako. Kwa kisi ule mwanamke Msamaria ajue Yesu, ilibidi tu Yesu anamwambia, ndio unasema kweli, kama una mume unasema kweli, kwa kuwa uko na haba na ule mwenye uko naye pia haiko wako. Eske mwanamke akutubu? Muje muone mtu ambaye ananiambia mambo yangu yote. Eske watu wamekufika? Hapana, ngoya mwanadamu akutilie mkono. Mungu Yesu Kristo akutilie mkono. Maana kama yeye anakutilia mkono, nani ataitosha? Ndio maana unaona leo bweskro bunaingia mkanisa juu ya watu ambao wakuita.
banakuwa na taarifa ya kuombea. Unakuja na hitaji yako, hitaji ya nguvu hii. Hii hitaji iko nguvu. Utaleta 10 ya mafranga ya dolari. Ukikutana na watu kama wale, jua njoo hapa. Toka na ukimbie, uko mbele ya pepo kwa jina la. Toka ukimbie, uko mbele ya pepo. Ni watu walizani wanaingia kanisani juu ya kupata pesa. Na mkanisa haiko fasi ya kupata pesa. Kanisa ni ya watu ambao waliokoka. Watu waliozarauliwa kutoka Nazareti, walipofika mkapitali Yerusalemu, wakageuza kapitali Yerusalemu kuwa kapitali ya watu waliobatizwa na Roho Mtakatifu. Ulimwengu wote presence yao mule mkapitali, presence yako mbele ya wapagani, kuwepo kwako mbele ya wapagani, watetemeke, waseme hatuna mtu wa kawaida hapa. Hatuna mtu wa kawaida hapa. Yesu akushote kidole. Natamani mpendwa, wewe unakuwa hapa, tujazwe na Roho Mtakatifu. Tena nasema tujazwe na Roho Mtakatifu. Jazwa na Roho. Hostinai. Jazwa na Roho Mtakatifu. Zamani wakati walitaka tafuta watu wa kuombea, waliuliza kwa huduma, mnamjua yeye? Ndio. Imani yake kuna namna gani? Imani yake inashimama. Ndio. Tayari amebatizwa na Roho Mtakatifu? Banasema ndio, amebatizwa na Roho. Santes. Santes. Asante Yesu. Onekana Bwana. Onekana Yesu. Orstina inko. Orstitaxta norstina inko nastako. Orstina inai. Orstina inai. Korstina. Kop. Asante Yesu. Hallelujah. Asante Yesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tushimame tuombe Mungu. Shimama tuombe Mungu.